ambacho wasanii wakifanyia kazi wanaweza umesema mliamua kuweka group ile ya Amua. Na swali lilikuwa linalenga kwamba ili wasanii wa A-Town tutengeneze wasanii hata mtu akiwa Mbeya, sio lazima msanii anasikika da. Mfano kwenye nchi za wenzetu ambazo zimeendelea unakuta labda ni London pale, si ndio Lakini kuna msanii yuko sehemu nyingine hiyo ndani ya London, nchi si London, si ndio labda, lakini hivi ni London ni mdogo wangu Geografia United Kingdom, London ni mkoa, United Kingdom ndo nchi, London ni mkoa. Kwa kuna wasanii ambao wako London, lakini kuna wasanii ambao wako kwenye sehemu nyingine labda mkoa mwingine, lakini huku duniani tunawajua, unaona Ndio nikakuuliza vitu gani vya wasanii wetu ambao wanaweza kuvifanya ili kusogea hivyo. Investment tu, kuwekeza zaidi kwenye hizo platform, kuweza kwamba jomba ya music is a business. Music ni biashara, kwa biashara inahitaji mtaji. Wanahitaji ambao nini? Pesa. Wekeza pesa, kwa sababu sasa hivi soko liko wazi kabisa. Yaani platforms ziko wazi kabisa, wana package kwamba ukilipia kiasi hichi tutafanya hichi na hichi, tutaingia kwenye hizo playlist tutafanya. Kwa hiyo vitu vyote viko wazi. Kwa hiyo ni kiasi cha kufanya investment tu. Hiyo hapo ni kwa upande wa hizo platform. Kingine pia ni kujibrand na kuwa na muonekano ambao una attract uwekezaji sasa kupitia kazi zako, umeona Wasanii wengi kwenye muonekano especially wa A-Town unaona kama wamefeli. Kimonekano simanshi kimonekano pekee wa nje, pia maanisha pia kiutendaji, mipango ya kuweza kufikisha kazi kwa watu ambao wanahitaji kusikia kazi yako. Creativity, ubunifu, nafanya muziki wa gani? Kwa sababu angalia wenzetu kama wa Saudi wamekuja na kuja na Kwaito ikatake over, ikawa ni Sound of Africa. Piano sasa hivi is the Sound of Africa, umeona? Ama piano sasa hivi South Africa tu hivi, sawa? Kwaona sisi pia kama Arusha kuna wakati tulikuwa tuna toni yetu, sasa hivi tumehama, sasa hivi tuna copy watu wengine. Kwa hiyo mimi sikwamba na ile toni ingetupeleka mbali Exactly. Kama Kenya wana toni yao fulani. Toni, sio? Kwa hiyo ndio maana Kenya pale kuna wasanii ambao si hatuwajui, lakini pale Kenya wanatengeneza pesa. Sawa? Sababu wana muziki wao ambao pia watu wao wanauelewa na wanapromote kivo kwa jamii yao. Kuna sisi tuje na ubunifu fulani, tukae chini bana, tuje na aina fulani ya creativity yetu. Of course umeongelea hivyo issues za ubunifu, creativity, kujibrand, vitu vyote hivyo vinahitaji hela, na kila ukipiga story na msanii wa A-Town anakuambia like mimi bado sijajipata, najitafuta bana. Hawajitafuta kama una hela mzee. Najitafuta bado sijajipata. Kwa nafanya game lakini huko mbele naamini Mungu atafungua kitu. Kama una hela bora usifanye tu. Kwa kama uko A-Town ni msanii hauna pesa, usifanye muziki. Ni hela bro. Ukienda studio, yani kwa lugha rahisi, kama ni msanii uko A-Town na hauna pesa, usifanye muziki. Tafuta kwanza hela. Utapoteza muda. Tafuta pesa. Kama ni mwanafunzi unasoma chuo, concentrate na masomo, baadaye ukija mbeleni kama utapata ajira nzuri, utapata pesa, ingia kwenye muziki, wekeza pesa kwenye muziki wako. Kama una pesa utakuwa tunapoteza muda, kwa sababu siku utakuwa mtu kulalamika tu. Mfano mzuri kwa wasanii ambao wametumia pesa, of course though ana talent, lakini ametumia pesa na akaweza kujibrand kwenye muziki wake na kajulikana, mfano DJ Davizo. Exactly. Kabisa. Unaona kabisa anajulikana. Invest. Ukiangalia mfano kama Chaba, mfano Chaba anainvest, lazima apush kazi kinamna hiyo, kwa sababu sasa mambo yamebadilika. Sio kama zamani. Sasa ufanye kama zamani utegemee zari la mentali uweze kutoboa ni ngumu sana sasa hivi. Sasa hivi watu wengi wapo kwenye mitandao na wako ndio simu ya kuinvest pesa nyingi uweze kukuza muziki wako. Noma sana. Kwa hiyo kama ni msanii uko A-Town, ushauri wa Moscow huo, na hauna pesa unafanya muziki, kausha tu. Inabidi utafute au kama labda ukipata watu ambao watakusupport pia unaweza ukasogea. Exactly. Ndio maana semaje, yani pesa sio kwamba msanii wewe uwe na pesa. Kama utapata mtu mwenye pesa hakupush kufanya muziki. Lakini kama wewe mwenyewe una pesa, hauna management yenye pesa kupush, for sure utafanya chochote cha maana, utapoteza muda. Kwa sababu gani? Studio inahitaji pesa. Unataka kwenda kwenye interview, unahitaji upande utumie usafiri, ufanye hivi na hivi, sawa? Unataka kuweka kazi kwenye hizo platform kama DistroKid, unahitaji pesa ulipie. Sasa utafanya vipi kama una pesa? Hamna bahati nasibu sasa hivi kwenye muziki. Sasa hivi muziki ni hela. Maana yani weka pesa upate pesa. That's it.
For sure. Bana noma sana. Bana Moscow ulikuwa wewe ni moja kati ya wakurugenzi pale Sikia Record. Sikia Record sure. Studio ya kisasa kabisa. Sure. Lakini nasikia siku hizi bana huko Sikia Record. Na wewe ni mkurugenzi mwenza Yeah, sure. Ilikuwaje mzee? Nini ambacho kimetokea hapo katikati? Sikia is my family. Yani Sikia Records ni familia yangu. Unajua apart from studio tu sisi ni familia. Mimi na Dr. OJ we are brothers in family. Okay. So Sikia mimi bado ni familia yangu, their family. Lakini sasa hivi Moscow hayupo Sikia. Yeah, pale Sikia hautanikuta sasa hivi. Yeah. Lakini kama nitatajika kama unataka tufanye kazi kupitia Sikia is my family. Kwa hiyo naweza mkafanya. Yeah, of course you can do. Kwa sababu ni familia na hamna ugomvi kati yetu, hamna chochote kibaya. Kwani sasa hivi unafanya kazi kwenye production gani? Yeah, mimi niko na New Way Music. Yeah, ambayo mimi studio inaitwa New Way Music. Exactly, New Way Music. Iko maeneo ya Bon City. Kwa mimi ndo CEO wa New Way Music. Kuna artist nafanya nao kazi kama kuna Chris Fraser ambaye yuko Dar es Salaam, niko na Ulan. Yeah, nipo na mmsikia Bunto pia. Kwa hiyo hayo mmerekodia kwako pale? Hapana, pale tumefanya kwa DX Noisemaker. Yeah, Noisemaker. Lakini ndio ilifanya au ni DX ndio alifanya? DX alifanya. No, alifanya Bob. Bob Lim. Lick Touch. Yeah, Lick Touch. Kwa hiyo yeah, mimi hapa jua napenda sana kufanya pia kazi na producers wengine tuweze kuinteract na kujifunza vitu pia kupitia wao. Kwa hiyo yeah, kwa wasanii pia wakitaka kurecord nafasi pia zipo pale New Way. Wancheki wa namba yangu. Tatajia namba baadaye. Baadaye tatajia namba, utanicheki kwa utafanya kazi. Okay. Hivi Moscow kwenye career yako ya production, kazi gani ambayo umesha kuifanya msanii hadi leo una appreciate unaona noma sana hii kazi yangu ambayo nimeifanyaga wakati wote? Yani naikubaliki sana hata kama ni muda mrefu au siku za karibuni. Ni ngoma gani hiyo? Kuna kazi fulani ambayo amefanya Dushi na Orez. Yeah. Ile amefanya Dushi na Orez. Hiyo ngoma inaitwa Madman. Madman. Yeah, that's the track. Hiyo ngoma ni noma sana. Okay. Ngoma ambayo kikweli washikaji pia they have talent, wana talent. Dushi. Orez, Dushi, they have talent. Yeah, kwa hiyo ni ngoma ambayo nilifanya pia na Frey huo mara nyingi sana nisikiliza pia. Ni ngoma ambayo ukisikiliza nakubali sana ni ngoma fulani ambayo ni kali sana. Okay. Yeah. Kuna wasanii wote ambao unaona sasa hivi ni chipkizi kwa hapa A-Town wakizingatiwa wanaweza wakaipeleka game yetu ya A-Town mbali? Yeah, kuna wasanii ambao wanataka tuangalie sana, yani mwaka huu ni mwaka wa kuangalia sana wasanii ambao inabidi tuangalie sana kuzingatia this year. Sawa? Kuna Ulan ni msanii ambaye alikuwa anaitwa J30, sasa hivi anaitwa Ulan. Anakuja na ngoma mpya, ni msanii hatari sana, level zingine kabisa. Sawa? Kwa upande wa hapo kuna artists kama kuna Udan Gang. Sawa, kuna Tejo Clan. Sawa? Kuna Tanya. Sawa Moscow anataja wasanii wa hip hop kwa sababu naye pia anapenda hip hop. Yeah, hip hop sawa. Ndio, lakini kazi zingine lakini ule anaimba, J30 anaimba. Yeah, okay. It's a good one. Anaimba sana. Kuna Ali. Sawa? Yeah, Ali noma sana. Yeah, Ali, yeah. Hao wasanii ambao mwaka huu akipewa jicho na sikio tukawasikiza fresh. Wanaweza kufika mbali sana. Okay. Wanaweza kupita bendera ya town ikafika sehemu fulani. Na maproducer producer wako ambao wanakuja OP Beats. OP mnyama. OP ni mnyama sana. Kuna Bob Lick Touches. Sawa. Hamistaki ambao wanajulikana sasa, wengine okay. Ambao hawajulikani, ambao wana jina sana. Misa ambao hawajulikani sana kiukweli sijapata bahati ya kukutana nao, lakini mimi hao ambao nawataja ni ambao nawajua, lakini ambao wengine sijawasikia ukweli. Lakini kuna mshikaji ambaye namfahamu tu anaitwa Fekeche Beat. Sijui kama unamjua. Fekeche unamjua? Yuko nasikia Fekeche na balasa na hip hop. Ndio anaproduce kama za ama chaleo wa Udan Gang na si yuko nani hapo sio Sombetini? Exactly. Wewe mshikaji mimi. Sijui lakini namsikia. Ni mkali sana. Anajua, nimejua sana ngoma zake na sima udogo. Anajua anafanya kazi kubwa sana. Watu wamzingatie Fekeche. Kama unasikiliza huko Ngosero hapo, Fekeche na appreciate sana yule mshikaji, anafanya kazi kwa kweli. For sure mimi nasikiza ngoma zake sana. Kwa hiyo tumpe sikio. Okay. Yeah.
Bana, huyu hapo ni Moscow, tunapigania story, ni producer. Tunaangazia mwaka 2025 lakini pia huu mwaka mpya sasa 2026. Game yetu ya A-Town tukifanyia vitu gani inaweza kusogea. Kingine ambacho nilikuwa nataka niulize, hivi una production za Daz zipo, wewe ni producer? Yeah. Production za Daz zipo na ngoma zao zinaenda viral. Hapa pia tuna production. Unadhani production zetu kwa asilimia kubwa sasa hivi zina ule mziki wa viwango ambao mtu yote anaweza kasikiliza hata nje ya nchi? Mtu labda yuko Dar es Salaam akasikiliza, asianze kujaja hii ngoma kali, labda msanii ameimba vizuri lakini production kama imemwangusha hivi. Nafikiri hiyo ilikuwa zamani. Unajua Da pia na wenyewe kuna ngoma zao pia ziko low sana. Mimi sababu unajua kuna artists kadhaa wa Da waga wanatumia ngoma zao. Zingine zi remake beat, ni debit zao, zingine ni wanasaidia kuzifanyia maboresho fulani. Za Da lakini ziko ovyo. Yaani Da kuna baadhi ya production kuna baadhi ya studio wanatoa ngoma nzuri. Same to Arusha. Unajua Arusha ilikuwa zamani kwamba mpaka ukarekodi Da, lakini pia sasa hivi Arusha kuna ngoma zinapiga, zina punch, ziko fresh. Kila kitu kusema tu kwa sababu sasa watu wa Da wameamua tu kwamba hawatukubali tu kwamba sababu ni Arusha, it's just Arusha.